Wanajeshi wa Ukraine wamepoteza morali baada ya kushindwa huko mkoani Kursk nchini Urusi. Taarifa kamili ambayo imeripotiwa muda mchache uliokwisha kupita ni ya kuwa wanajeshi wa Ukraine katika eneo la Kharkov wamekata tamaa kutokana na kushindwa hivi karibuni, hasa katika mkoa wa Kursk huko nchini Urusi. Vitali Ganchev ambaye ni mkuu wa utawala wa kijeshi na kiraia kutoka mkoani Kharkov ameweza kuripoti hivyo muda mchache uliokwisha kupita kuhusu wanajeshi wa Ukraine kujikatia tamaa au kupoteza morali baada ya kushindwa kwao huko mkoani Kursk. Wakati askari wa Ukraine wanachukuliwa wafungwa, wanazungumza juu ya ugumu wa jeshi la Ukraine. Wanajeshi kwenye uwanja wa vita wanakabiliwa na shinikizo kutoka kwa makamanda wao na vitengo vya kuzuia mafungo vya vita vya kitaifa, na hawawezi kuzungumza kuhusu mengi zaidi kuendelea na vita katika eneo hilo. Maadili yao ni chini ya mwamba zaidi ya vile wanaona kushindwa kwenye mstari wa mbele wa kivita. Kwa mfano, katika mkoa wa Kursk huko nchini Urusi, inaleta maana ya kwamba jeshi la Ukraine lingekuwa na tamaa. Amesema hivyo Vitali Ganchev kuhusu taarifa hii, ambako pia kulingana na Ganchev amesema propaganda za Ukraine zinajaribu kukuza mafanikio ya mstari wa mbele wa kivita, lakini askari walio kwenye mstari wa uchumba huona hali halisi ya mambo na kuwa na mtazamo tofauti kuhusu kile kinachoendelea kutoka mstari wa mbele wa kivita. Licha pia ya taarifa ya wanajeshi wa Ukraine kukata tamaa, hasa baada ya kushindwa huko mkoani Kursk nchini Urusi, ambako Ganchev ameeleza kuwa wanajeshi wa Ukraine wameonyesha kujikatia tamaa kuendelea na mapigano hasa huko Kharkov baada ya kushindwa huko mkoani Kursk nchini Urusi. Pia saa chache ambazo zimekwisha kupita, Wizara ya Ulinzi ya Urusi imeweza kuripoti ya kuwa vikosi vyake viliweza kuteka kijiji cha Ukraine kinachofahamika kama Stepov kilichopo katika mkoa wa Zaporizhzhia nchini humo. Japo msemaji wa jeshi la ulinzi la kusini mwa Ukraine anayefahamika kama Vladislav Voloshyny aliweza kukanusha taarifa hiyo. Stepov yenye idadi ya watu 118 kabla ya vita iko kilomita 5 tu kutoka vijiji vya Piati Kantiki na Mali Shichabak katika mkoa wa Zaporizhzhia, ambapo makazi yote matatu yalikuwa chini ya uvamizi wa Urusi mnamo mwaka 2022 na mwaka 2023. Wizara ya Ulinzi ya Urusi ilidai ya kuwa jeshi lake lilikuwa limechukua udhibiti wa Stepov. Hata hivyo, Voloshyny aliweza kukiambia chombo cha habari cha Kyiv Independent kutoka nchini Ukraine ya kwamba vikosi vya Ukraine havikupoteza nafasi katika sekta ya Zaporizhzhia ya mstari wa mbele katika eneo hilo. Hii ni njia ya vita vya habari ambako adui anadai kuwa iko hapo kabla hajaingia, hivyo siwezi kuthibitisha habari ya kwamba Urusi iliingia katika makazi ya Stepov, Mali Shichabak na kudhibiti. Voloshyny ameweza kusema hivyo, ambako alisema ya kuwa mapigano makali yanaendelea katika eneo hilo. Adui pia anajaribu kubadilisha usanidi wa mstari wa mapigano kwa niaba yake. Kwa ujumla, shughuli 6 za mapigano zilisajiliwa katika sekta ya Orkiv zaidi ya siku ya mwisho. Siku moja kabla ya jana kulikuwa na takriban 19. Voloshyny ameongeza hivyo. Pia kulingana na msemaji huyo, amesema tangu mwezi Machi kuanza, vikosi vya Urusi vimeimarisha mashambulio katika eneo la Zaporizhzhia. Tangu mwanzo wa majira ya kuchipua kumekuwa na zaidi ya mapigano takribani 130 katika sekta ya Orkiv pekee katika mkoa huo. Ukraine iliweza kuonya mnamo msimu wa mwaka 2024 ya kwamba vikosi vya Urusi vilikuwa vinajikusanya karibu na Zaporizhzhia kujitayarisha kwa mashambulizi ya kusini. Ngome nzito
ziliweza kujengwa kuzunguka mji mkuu wa eneo la Zaporizhzhia kabla ya uvamizi unaowezekana. Eneo lililo karibu na Stepovo lilikuwa muhimili mkuu wa mashambulizi ya kusini mwa Ukraine mwaka 2023 ambayo yalisababisha kukombolewa kwa makazi ya Robotine, lakini haikupata mafanikio makubwa zaidi kwa muda huo. Taarifa nyingine ambayo ameweza kuripoti rais wa Ukraine jioni ya jana ya Machi 17, hivyo basi pia ni vema nikakufahamisha ukaweza kufahamu kile ambacho pia kinajili huko nchini Ukraine, ambako Zelensky ameripoti ya kuwa tayari ndege ya masafa marefu ya Ukraine imekamilisha majaribio ya kilomita takribani 3000. Rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky alitangaza Machi 17 katika hotuba yake ya jioni ya kwamba ndege ya masafa marefu ya Ukraine imekamilisha majaribio kwa mafanikio na kuonyesha uwezo wake wa kuruka kilomita takribani 3000 zikiwa ni sana maili 1864. Kuna habari njema kuhusu ndege za masafa marefu. Ndege yetu imefaulu majaribio ya kilomita 3000, Zelensky alisema kufuatia mkutano wa makao makuu ya amiri jeshi mkuu, chombo cha juu na udhibiti wa vikosi vya ulinzi na usalama vya Ukraine. Kyiv hutumia ndege zisizo na rubani za masafa marefu kushambulia eneo la Urusi, ikilenga miundombinu ya kijeshi kama vile viwanja vya ndege, viwanja vya kusafisha mafuta na vitovu vya usafirishaji. Wakati wa mkutano huo, washiriki pia walijadili kombora jipya la masafa marefu lililotengenezwa na Ukraine maarufu kama Long Neptune, ambako Zelensky alisema wanaweza kusema ya kwamba wameridhishwa na matokeo ya migomo, lakini wanahitaji kuzalisha makombora zaidi, ndege zisizo na rubani zaidi, na wanazungumza kuhusu hilo na washirika wao wiki hii. Zelensky alisema hivyo. Msemaji wa jeshi la wanamaji anayefahamika kama Dmytro Protechuk hapo awali alisema ya kuwa jeshi la wanamaji la Ukraine ndiyo muundo pekee wa kikosi cha wanajeshi cha Ukraine kinachotumia makombora ya Long Neptune, ambako Ukraine pia imeunda mahuluti ya masafa marefu ya kombora drones kama vile miundo ya Paliatisia na Peklo inayoangazia injini za turbojet kama njia mbadala za makombora ya kusafiri, ambapo Rais Volodymyr Zelensky ameweka lengo la kuzalisha angalau ndege zisizo na rubani takribani 30,000 za masafa marefu mwaka huu 2025.